kwa sababu Zanzibar walikuwa kupata wanachama wa CAF pamoja na FIFA, waweka ligi ya muungano kwa sababu hili kumpa Zanzibar sifa za kushiriki mashindano ya kimataifa za shirikisho au klabu bingwa na kadhalika. Ndio maana mwaka 82 ilipoanza ligi ya muungano kwa timu za Zanzibar na Tanzania zilikuwa zinacheza kombe la muungano. Bingwa ukiwa kombe la muungano unaenda klabu bingwa barani Afrika. Kwa ligi ya muungano ilianza mwaka 65. Sio, unanielewa? Ilianza ligi ya taifa mwaka 65 kwa inaitwa ligi ya taifa, sio ligi ya muungano. Hiyo hoja ya kwanza. Lakini hoja ya pili, Mavala, tusaidiane. Nataka huo mjadala wa kitaifa. Ligi ya nchi kuanza daraja la kwanza mwaka 1938. Ndio ligi inaanza katika nchi. Ligi ya kikanda, kanda ya Pwani, kanda magharibi mwaka 38. Si ndio? Simba mwisho mwaka gani? Mavala. Simba mwaka gani? 36. Sasa ndio. Simba imepanda ligi daraja la kwanza mwaka 1948. Daraja kwa anaanza kucheza ligi daraja la kwanza 1948, si ndio? Wewe Mavanda, nikuulize, kwa nini wachambuzi wote wanasema ligi imeanza Simba na Yanga wanasema mwaka 65? Kwa nini waanze mwaka 48 au waanze mwaka 36? Kwa sababu gani? Hiyo historia tunaificha kwa sababu gani? Ndio tuambie sasa. Ndio maana kwa kuambia ndio zile stories about 9, about 90 wanazificha katika hiyo. Na jambo la pili, nataka nishauri tu. Na nyewe waandishi, ni kafaida yenu nyie. Kila binadamu sisi tuna udhaifu wetu. Mimi inawezekana kana udhaifu wangu kama binadamu, si ndio? Hata viongozi nao na udhaifu wao. Umeelewa? Nyie mzee wetu Karia naye ana udhaifu wake kama binadamu. Umeelewa? Udhaifu wake msitumie kuja kumharibia heshima katika mpira wa nchi. Mnafahamu kama ana ile nguvu nzuri zaidi ya kuzungumza na vyombo vya habari, si ndio? Kwa nyinyi mtakiwa mlinde rais wa TFF katika mtindo kama namna hiyo, lakini msitumie vyombo vyenu vya habari kutengeneza taharuki katika mpira katika nchi. Mnashafahamu udhaifu uishi naye katika mtindo mmoja mtindo mwingine Mavala. Hiyo mimi nakuomba nyinyi waandishi wa habari, kwa sababu kila binadamu ana udhaifu wake. Mwalimu, sasa mwarobaini wa haya yote ambayo yanatokea kwa kweli, ambavyo jinsi unavyoona, nini kifanyike ili asitokee tena? Kwa sababu kama anataka taswira mbaya sana kwa soka letu. Bishani TFF, bodi ya ligi, Young African, mambo hayaeleweki kabisa. Kwanza, jambo la kwanza, tunafahamu wote tumeelekea taratibu na kanuni na sheria za kujiongoza mpira wetu. Tusimame katika kanuni. Unaelewa? Tusimame katika kanuni. Kanuni zetu zipo ambao tumejisimamia. Tukisimama katika kanuni na sheria ambao tumejiwekea, tutaenda mbali zaidi. Hapa siko kwa ajili ya kumshambulia mtu au kusema kitu kingine chochote. Tupo kwa ajili ya kusaidia mpira wetu katika nchi.